Leo ni Alhamisi 2 Oktoba 2025. Tupo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Uswahili. Jina langu Dr. Binitambu Mkandiro Welimete, ambaye nasimamia matangazo ya leo. Bila kuchelewa tunakwenda huko Lubero, haswa Buleusa, ambako hali imerudi tulivu baada ya bomu moja iliyotupwa na ndege isiyokuwa na rubani kuanguka karibu na kambi ya askari jeshi wa M23 wilayani Lubero. Taarifa za sasa zasema wakazi waliokimbia mashambani wamerudi mjini na kuendelea na shughuli zao asubuhi ya leo baada ya mshtuko mkubwa wa bomu iliyoanguka pembeni ya kambi ya jeshi ya wanamapinduzi wa AFC M23. Kwa njia ya simu tumezungumza na mkazi aliyeko eneo la Miriki, ikiwa sio mbali sana na Buleusa. Buleusa ni mji unaopatikana katika mtaa wa Walikale. Tunaweza sema ni mji unaogawa Walikale na Lubero. Kwa sasa habari za sema kuwa watu wanafanya kazi zao kikawaida, ila hofu ni kuogopa kuwa hali hii inaweza arudilia tena. Sio maana wamwa wameanja hama mji huu wakijielekeza Miriki katika mtaa wa Lubero. Tunapata taarifa za kusema kuwa zilikuwa saa za usiku saa 6 hapo jijini Buleusa kuliweza kuangushiwa bomu kutoka drone ama ndege la vita, na ziliangukia pembezoni mwa kambi ya askari wanaomiliki mji huu wa Buleusa. Na habari tunazo zasema kuwa bomu hizi ziliporipotiwa na wakaaji walihama maeneo yao hiyo usiku wakienda lala porini. Na wakati majira ya asubuhi ilifika, wakashimama, wakaangalia, wakatafutisha usalama wao na wakarudi kijijini. Na kwa sasa hakuna mtu aliyepoteza maisha yake. Habari tunazo zasema kuwa kazi zinaendelea hapo kijijini vizuri. Bomu nyingine iliyodondoshwa na drone imeshuhudiwa wilayani Ruchuru, ambako ililenga kambi ya jeshi, hatua inayosababisha AFC M23 kuwa na msimamo tofauti kulingana na tangazo la msemaji wao Lores Kanyuka. Tukitoka Lubero tunakwenda hadi Ituri, ambako twaungana naye Constant Sambagalwa akiwa katika vijiji vya Chabi. Ilikuwa wakati mmoja kiongozi ya wazee Mboma Babanilau Faustin alipokuwa akiwasilisha hali ya kijamii pia ya kiusalama mbele ya gavana wa kijeshi wakati wa ziara yake huko Banyali Chabi. Afisa moja wa MONUSCO aliuliza ya kwamba kulikuwa na mkuu wa kijiji cha Busio, swali ambalo liliwashangaza viongozi wa asili ya Banyali Chabi. Kwa mjibu wao, Busio sio kijiji bali ni soko ndogo lililoko huko Bukima kwenye mtangamani wa Mabali. Jambo la kushangaza sana bwana journalist. Kuna kuwa mfanyakazi mmoja wa MONUSCO mwenye jina yake nimesahau kidogo, anachukua mikro, anaomba na gavana kusema kuna chef ya village Busio mwenye pia anakuwa na memorandum yake kwa hiyo kikao ili aweze kupresente. Ndio mimi nikasema hiyo haipite. Mimi nilikamata pale neno, niliongea kama chef wa sheferi, kwani nilirepresente chef wa sheferi. Na wale wa makabila Banyabusha wao wanataka nini huko kwenye Banyali Chabi? Bwana journalist, mimi nawaza kwa ukweli sisi kama Wanyali tuliweza kuwapokea Wanyabusha mzuri sana na roho moja. Lakini tunaona leo kama iko MONUSCO mwenye ndio anapenda kugawa community yenye iliweza kupokea wageni. Kwani Wanyabusha wasijigambe kusema leo wanafika kukaa Chabi ili waweze kulomba hata village maatite. Hapana. Wao wanataka wapate usultani yao huko. Ndio si mambo yenye mimi nawaza ilipita pale ndani ya sal, na tunasikia MONUSCO ndio iko kwa hii manevre yote, na wakati waliweza kusatirike niliweza kutomboka kwa hii mkusanyo pale, hata kibarua yenye walitaka kusoma pale waliweza kuipasula na waliweza kuitupa ya kulomba hii mambo ya kukua autonomy. Viongozi wa kimila wamesema ya kwamba makosa kama haya yanaweza kusababisha mgawanyiko kati ya makabila yanaoishi kwa amani huko Chabi. Wameita MONUSCO kuepuka kuingizana katika masuala ya kimila, na kama yataendelea bora MONUSCO iondoke kabisa. Kwa upande wake, msemaji wa MONUSCO huko Ituri, Jean Tobi Okala, amesema ya kwamba ofisa yule wa MONUSCO
hakukuwa na nia ya kujiingiza katika mambo ya kiasili huko Banyali Chabi. Kauli hiyo ilieleweka vibaya, basi MONUSCO umeomba radhi. C'est un incident mineur et on ne sait jamais mêlé des affaires coutumières ni de quoi que ce soit. Il n'y a eu aucune interférence dans cette histoire. Si le geste de la MONUSCO a été interprété comme tel, nous nous en excusons. Mais je voudrais rappeler à ce chef et à nos frères et sœurs qui nous écoutent du côté de Tchabi de se focaliser plus sur ce que la MONUSCO fait, n'est-ce pas, pour leur protection, pour le développement de la communauté, plutôt que sur ce genre de détails qui, certes, ont leur importance, mais ne font pas avancer vraiment la cause de la paix qui nous unit tous. Ce jour-là, qu'est-ce que la MONUSCO est allée faire à Tchabi? C'était pour inaugurer, pour donner à la communauté un hôpital qui avait été ravagé il y a plus d'1 an par les rebelles des ADF. Donc il y a cet hôpital qu'on a laissé à la communauté. Il y a un commissariat de police. C'est quand même pour marquer le retour, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État dans cette zone qui jusque-là était en proie à l'activisme des groupes armés. Nous avons une base militaire sur place. Jueni ya kwamba jukumu kuu ya MONUSCO ni kulinda raia na kusaidia kwa maendeleo ya maeneo hiyo. Nikiripoti toka Chabi huko mtaani Irumu, mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Tunavuka hadi Kenya ambako baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya wametangaza kuwa wako tayari kuandamana iwapo serikali haitatatua mzozo unaosababisha mgomo wa wadhiri ambao sasa umeingia wiki ya 3. Deni Chisaka kutoka Nairobi na habari hiyo. Wanafunzi hao wamesema wamesalia bila masomo kwa muda mrefu na wanahofiwa kucheleweshwa kwa masomo na mitihani yao kutokana na mgomo wa wahadhiri unaoendelea. Wamelalama kuwa mapuuza ya serikali kwa kilio cha wahadhiri, huku mgomo huo ukianza wiki chache baada ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza kujiunga na vyuo vikuu, hivyo hawajafaidi masomo kufikia sasa. We demand for concrete public stated plan for the recovery of lost time, including revised academic calendar to prevent this disruption from becoming lost semester or delayed graduation. Kwa upande mwingine, wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma wamekataa kurejea darasani hadi serikali itimize ahadi zake kupitia viongozi wao wa vyama. Wahadhiri wamesema wamedhulumiwa mara kwa mara kwa kupuuzwa baada ya makubaliano ya malipo kuafikiwa. Wanasisitiza kuwa mgomo utaendelea hadi pale serikali itakapotekeleza wajibu wake kikamilifu. Mtusikizeni sisi, sikizeni viongozi wenu. Simameni imara mkidai haki zenu. Haki ni yenu, katiba ni yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo. Jongeeni mbele, ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tuzemezane. Lakini kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha ya kwamba hawa wafanyikazi walipwe fedha zao. Wasidai, walipeni pesa zao, mgomo utaisha. Hali hii imesababisha kukwama kwa masomo katika vyuo vikuu vya umma na kuzua hofu miongoni mwa wanafunzi, wazazi na wadau wa elimu. Wanafunzi wameitaka serikali na wahadhiri kushirikiana kupata suluhu la kudumu ili kuepusha migomo ya mara kwa mara. Dennis Chisaka, Nairobi. Tukitoka huko Kenya tunarudi hadi DRC, eneo linalodhibitiwa na AFC M23, ambako mkuu wa wilaya ya Masisi Emmanuel Ndizeye aomba wakazi kujenga umoja na kuepuka ukabila kwa ajili ya maendeleo. Mimi naambia kuwa watu ambao wako nje ya Masisi na wazee wako wanasikia. Kama unahitaji kuja Masisi, acha kuuliza tena. Mimi administrateur na pana message, Masisi yote ni amani. Wazee wako wanasikia. Nadhani watu wa Masisi. Hapana. Masisi kuko amani. Masisi yote ni amani. Ukipenda kulala mkartie fulani, tembea utalala, hautapata shida. Nataka niambie watu ambao wako nje ya nchi, wanaogopa, wanauliza kila siku Masisi, napenda kwetu Masisi, lakini naogopa sababu yeye anaangalia maelezo sio, anaona wakongomani wako wanakufa. Wakongomani wanaokufa sio wa eneo yetu ya Masisi, ni wa eneo ya Kisekedi ya hapo, sio Masisi. Unasikia?
Watu ambao mko nje mnanisikia? Masisi tulishajenga mabarabara toka Goma na gari yako, voiture yako, usiogope kuja na voiture kuelekea Masisi sana. Kuelekea Pati, kuelekea Mwezi, kuelekea Busumu. Tembea na voiture yako, barabara iko nzuri. Watu ambao tulikuwa nao kule ni watu wetu. Mheshimiwa Bahati Msanga Elasto, mzazi wa province, amenituma hapa akaniambia nisisitize sana, niambie watoto wa Karuba wasahau kitu wanaita kabila. Zile kabila zetu ambazo tulitia mbele. Hapo mnapenda tena mkuu wale wa Hutu, mkuu wale wa Tutsi, wale wa Hunde. Ukiangalia shida ambazo zilikuwa hapa, hata leo tungali tunasamba. Napokea shida za raia wa Masisi sababu ya makonflikt foncier, shida za udongo, uongozi mbaya ambao ulikuwa unatesa raia. Raia anaishi bila kuwa na udongo. Unaishi kwenye udongo, kesho wanakutoa wanatia mwingine. Unaishi kwenye udongo, uko na dokima zako wa udongo uliuza na mtu fulani, na mwingine uko na dokima, na mwingine anakuya uko na dokima, na mwingine anakuya uko na dokima. Sisi inatuchanganyikisha, tunasema kweli kulikuwa uongozi. Hanaona viongozi mfikia milima. Na sisi tuwe moja. Mambo ya kabila tu tulitufanyia ni kutubeba watu urengo, bali kuchuma simu na tena ni ndani ya nchi yetu. Sawa? Tunatoka hapa tunakimbia pale chini. Shida nini? Ukabila. Na kuko waliotoka hapa na kuvuka Mrengo na kuvuka Goma wanafika Rwanda. Wengi sana. Wako mkambi. Walizalea watoto pale, watoto wanafika wakati wa kuolewa, walishakuwa na wajukuu ambao wanazaliwa nje ya nchi. Sababu ya nini? Ukabila. Nikisema Rwanda mnawazia ni Rwanda peke yake, nenda Uganda. Kuko wakimbizi wengi waliotoka ndani ya Kongo. Wanakimbia nini? Ukabila. Ukienda Burundi, ile Burundi ambao wanasema kwa inakuja hapa kusaidia Wakongomani. Kuko wakimbizi wengi wa Kongomani ambao walikimbia wapi? Burundi. Na kutesekea kule. Nenda Kenya, ni vile. Na wengine walishapanda wazee walishafika Amerika, wengine France, wengine Belgique, wengine Canada, wengine wapi? Nguvu zetu za nchi zinaishia nje ya nchi, nguvu za kujenga nchi zinaishia nje ya nchi, zingine zinaishia mkambi. Watoto ambao walikuwa pale mkambi, kurudisha kulea mtoto mkambi, kukomarisha mtoto mkambi na unamrudisha ndani mtoto mzima ni shida. Wale watoto wote ambao walikomaria pale mkambi, mnawaleta wangali watoto wazima kweli? Watoto wa kike walizalia pale wangali na miaka 13. Wakiume banki na kubomoa milango, kubomoa manyumba za watu, wanakuwa wezi sababu ya nini? Ya makambi. Mimi naweza sema nikisisitiza nikishukuru sana kuwa hakuna chama kingine ambacho kinaweza onekana kupita M23 ambayo ilivunja makambi zote. Watu wote wanarudia hapa. Hapa kuko njala. Mnaambia kweli, hapa kuko njala. Huku vijana wakiendelea kujiunga na wanamapinduzi hao. Tukisalia wilayani Masisi ni kwamba vijana na wasichana wa Masisi waendelea kujiunga na wanamapinduzi wa AFC M23 kutoka vijiji mbalimbali kufuatia hamasa inayoendeshwa kila mahali vijijini kama vile katika mji mbalimbali, akisema Juvenal, mkuu wa mobilization Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na AFC M23 ambako wameweka uongozi wao. Tulikuwa tunaleta ujumbe wa kiongozi liwali wa jimbo Bwana Erasto Msanga kusema tuende tuongee na population ya Mushaki ambao walipita kabisa katika mateso na tujue hali yao depuis walitoka ukimbizini hapo Mugunga, tujue hali yao iko namna gani, na usikuhimiza vijana wajiunge na jeshi la AFC M23. Ni furaha kubwa sana sababu hao wa vijana wengi walikuwa katika wazalendo, lakini wamependa watumikie nchi yao katika
jeshi letu AFC M23. Tunafurahi sana. Kijeshi, polisi, utawala na local defense. Ni kusema kuna wakaaji wamoja ambao wanawaza kwamba AFC M23 itatoka. Ndio tumemwambia kwamba tuko nao hadi Yesu tarudia. Sababu toshile makila mbaya takuwaza kwamba tunaenda kesho yake tuko kwetu, hatuende fasi. Unajua kuna pango ya wakuu viongozi ya kusema watu wametoka ukimbizini, lazima wakutane kwenye mingine za kwao, waongee nao, wapatie project, wapatie facility project ambao wako nazo, kisha government is support. Ndio maana tunapatia pole na tunaambia kwamba tuko pamoja nao na tutawasaidia. Ni hayo kwa siku ya leo. Karibu tena kwa wasikizaji na watazamaji wetu kupitia Facebook na YouTube.